kwamba watu wengi walitegemea kwamba siku ya kuwasilisha taarifa hao wahusika wakuu wangetajwa na wale waliodhibiti na kusababisha vifo pia wangetajwa. Sasa sisi kwenye uwajibikaji, kwanza, hakuna mtu yote shahidi au mtu yote alokuja mbele ya tume akasema au akajenga hoja kusiwe na uwajibikaji. Kwa wote tunakubaliana, sio jambo geni, kila mmoja tunakubaliana kuwe na uwajibikaji, na hiyo kila mtu, hakuna alosema hapana, hakuna sema uahirishwe. Kila mtu anasema kuwe na uwajibikaji, lakini anachosema walivyotueleza ni kwamba uwe uwajibikaji wa haki, uwajibikaji wa haki. Na tulishauriwa pamoja na viongozi wakuu wa nchi tulioona na wengine, hata waathirika wenyewe, kwamba anastahili kuwajibika awajibishwe kwa mujibu wa sheria, asiyestahili kuwajibishwa asiwajibishwe. Sasa hizo ndio miongozo tume imepata: awajibishwe anayestahili, asiyestahili asiwajibishwe, na wengine wakenda zaidi kwamba asitolewe mtu kafara kwenye kuwajibishana. Tuwajibishane, lakini asitolewe mtu kafara. Ushauri huo kutoka watu, sababu inabidi tuwaulize pia na watu, sio maoni yetu peke yetu, hapana. Tusikize maoni ya watu, ushahidi unasemaje na nini, na sisi pia baada ya hapo tuweze kubaini. Ushahidi wetu kwa kiasi kikubwa cha mwathirika huo pekee hautoshi kumtia mtu hatiani, lazima upate ushahidi upande mwingine, lakini natosha kuanzia upelelezi. Kuanzia upelelezi. Kuna mtu anasema mimi nimepigwa risasi, nilikuwa dukani. Tumeukubali ushahidi wake kwa sababu chini ya kiapo, lakini sio kamilifu kwa sababu hajahojiwa kidodoso upande wa pili. Ukenda mahakamani ukitoa ushahidi unahojiwa mara mbili, upande mbili, anaikuleta mahakamani na yule upande mwingine wa utetezi. Na tume hizi sisi maksudi tumesema tutakuhoji sisi tu upande mmoja, kwa sababu wenzetu wamedhurika. Hatuna haja sasa hivi msuguano, tupate huo ushahidi, na upo waliopigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia, upo. Wengine wanasema sebuleni, upo huo ushahidi, lakini kwa upande mmoja. Na ndio maana kuna mapendekezo tumesema hapa, tumewasilisha, tunakwendaje sisi kwenye kupanga ramani au njia ya kwenda kwenye uwajibikaji. Tumebaini safu tatu. Safu ya kwanza ni uwajibikaji binafsi wa mtu aliyoshiriki kwenye kutenda kosa la jinai au la madai. Tusisahau pia kuna wajibikaji wa madai, pia
Kwa hiyo ni yule mtu binafsi kwa kosa alichotenda yeye mwenyewe kwa nafsi yake, la kimadai au jinai. Na kwa polisi si jambo geni. Kwanza sheria inasema hivyo hivyo kwamba askari polisi atakayesababisha mauaji au kifo kwa kutumia silaha atawajibika yeye mwenyewe binafsi. Sheria inatamka, wala sio tume inayotamka. Sheria ya polisi inatamka hivyo, PGO zao zinatamka hivyo. Kwa hiyo inajulikana, wengi tu polisi wameshapelekwa mahakamani kwa matumizi ya silaha za moto kusababisha vifo, lakini kwa vigezo vya kisheria, vigezo vya kisheria. Kwenye madini, migodi kule North Mara kule wapi, na mara nyingi na hizo kesi nyingi tu. Kwa hiyo ni safu ya kwanza kwa upande wa madai na jinai, lakini kuna safu ya pili. Safu ya pili ya kiongozi au kamanda kuwajibishwa ni safu ya pili, kiongozi au kamanda. Kiongozi kwa raia, kamanda kwenye vyombo, lakini pia ina vigezo vyake vitatu, kwamba huyo kiongozi au kamanda kwanza awe na uwezo wa kumamuru au kumwamrisha au kumsimamia huyo wa chini yake aliyotenda kosa. Kwa Kiingereza tunaita effective control and command. Awe na uwezo, kwa sababu unamtuhumu kwa kosa sio alofanya yeye, alofanya mtu chini yake, lakini anabeba lawama, tuhuma za kijinai.